Mheshimiwa Naibu Spika, na kushukuru kwa nafasi na kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu ametulinda miaka mitano yote hapa, na pili tumpongeze Dr. Samia kwa sababu bajeti kuu ya serikali tunayohitimisha ni hitimisho la awamu ya kwanza ya Dr. Samia, na ametekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kishindo kikubwa sana. Lakini vile vile ni wapongeze waheshimiwa mawaziri Profesa Kitila Mkumbo, Dr. Mwigulu Nchemba, waheshimiwa wanaibu mawaziri wote wawili wa fedha na mipango na uwekezaji, rafiki yangu wa kamati kuu, shikamoo, makatibu wakuu na manaibu wa makatibu wakuu, wataalamu. Kwa hotuba hizi mbili za hali ya uchumi na bajeti kuu ya serikali, lakini tunaipongeza pia kamati ya bunge ya bajeti kwa maoni yao. Mheshimiwa Naibu Spika, tunampongeza Dr. Samia kwa miaka minne ya uongozi wake na utekelezaji wa ilani wa Chama cha Mapinduzi 2025. Ilani hii imetekelezwa kwa viwango vya juu sana na kwa umahiri mkubwa sana. Kishindo cha Dr. Samia kupitia miradi ya maendeleo imesikika kwenye majimbo yote Tanzania na kila mahala, na miradi hii ya maendeleo imewajengea wabunge heshima kubwa sana kwenye majimbo yetu. Imeleta kigugumizi kikubwa sana kwa wale wanaotamani majimbo haya, kwa sababu wananchi wameona miradi ya maendeleo ikitekelezwa. Kiteto kwa mfano, tuna zaidi ya miradi ya zaidi ya bilioni 160. Shule za sekondari, vituo vya afya, shule za msingi karibu 20, maji, miradi kila mahala. Na kwa kweli hii imejengea taswira na heshima kubwa chama chetu cha Mapinduzi kwa wananchi wa Tanzania, na nadhani ndani ya miaka mitano tumejenga uhalali wa kuliongoza taifa hili kwa kipindi kingine tena. Kwa hiyo tunawashukuru sana wananchi wangu wa Kiteto kwa ushirikiano mkubwa sana walionipa na kwa ari yao ya kupenda maendeleo. Niwashukuru na viongozi wa mkoa, Mheshimiwa RC, mwenyekiti wa CCM na viongozi wote, DC na mkurugenzi wa wilaya ya Kiteto na wataalamu wote kwa ushirikiano walionipa kwa miaka mitano. Mheshimiwa Spika, bajeti kuu hii ya serikali ina sifa karibu tatu kubwa. Kwanza, inahitimisha dira ya maendeleo ya taifa ya miaka ya 2025. Tunahitimisha na bajeti hii kuu ya serikali. Lakini pili, inahitimisha ilani ya Chama cha Mapinduzi 2025. Na nadhani hii utekelezaji wa ilani inayoongozwa na Dr. Samia imetujengea heshima kubwa sana na inatupa fursa kubwa ya kuendelea kuomba ridhaa ya Watanzania kwa kipindi kingine kijacho. Ukizungumza habari ya ajira, tumeenda zaidi ya tulivyoahidi kwenye ilani. Tuliahidi ajira milioni 8, lakini bajeti kuu ya serikali hapa ajira imekuwa zaidi ya milioni 8. Ilani ya Chama cha Mapinduzi tulisema tutapeleka umeme vijijini, tumemaliza na tunakwenda kwenye vitongoji sasa. Hatukuwa na vitongoji kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hivyo tunaposema hatumdai Dr. Samia, tunamaanisha ni utekelezaji wa ilani na mkataba tulioandika na Watanzania amemaliza kwa kishindo kikubwa sana. Haimaanishi kwamba tumemaliza matatizo yote. Hapana. Ndio maana tumeandika ilani nyingine
ya miaka mingine mitano ijayo. Maendeleo ni safari, lakini tulichoahidi kupitia ilani hii Dr. Samia ametekeleza kwa viwango vya juu sana. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, bajeti hii vile vile inahitimisha safari ya miaka mitano ya bunge la 12. Kwa hiyo ni bajeti kuu ambayo ina sifa hizo. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, bajeti kuu ya 25-26 ili kuweza kupima uzuri wa utekelezaji wa bajeti ama mipango yenyewe lazima iwe na sifa zifuatazo. Kwanza, lazima iseme ina kitu inaitwa fiscal responsibility ama nakisi inayoweza kudhibitika, ambayo haileti deni ambalo litatikisa uchumi. Na ukisoma hotuba hii utaona mipango, deni letu himilivu. Lakini jingine ni lazima tuone ukuaji wa uchumi na uhimilivu ama economic growth na stability, na zote ziko kwenye bajeti hii. Sifa ya bajeti, tukipata misukosuko, je, tunaweza tukapambana nayo? Ndio sifa ya bajeti ya serikali. Na Mheshimiwa Naibu Spika, tumepata majanga mengi hapa. Kwa mfano Hanang kule, hakuna mtu alitegemea. Lakini kama kuna jambo ambalo serikali imefanya kwa viwango vya juu sana, na kila wakati nawaambia, ambayo inastahili kurekodiwa namna bora ya kupambana na majanga, ni namna serikali ilivyopambana na janga la Hanang kule. Kwa hiyo bajeti yetu lazima iweze kupambana na mabadiliko ya uchumi na sera za kitaifa. Ukisoma bajeti hii utakuta hapa. Lakini Mheshimiwa Spika, sifa ya bajeti ni lazima iwe na usawa wa kijamii, social security. Je, inapambana na umaskini? Inapambana na ujinga na maradhi? Hospitali tunazojenga na vituo vya afya, tunaendelea, tuko kwenye safari ya kupambana na maradhi. Ujinga, shule tunazojenga na vyuo na miradi iliyoko hapa. Lakini tunakuza uchumi, tunapambana na umaskini. Ukisoma bajeti hii utakutana na vitu hivi. Lakini nyingine, Mheshimiwa Naibu Spika, ni uwazi kwenye usimamizi wa matumizi ya serikali. Ukisoma hotuba hii utakutana na mipango. Kazi ya bunge ni kusimamia serikali. Kazi ya CAG kila wakati ni kufuatilia namna ya kuweka nidhamu na kuongeza transparency na accountability. Na zote ziko hapa. Lakini sifa nyingine, bajeti inatoa vipaumbele kwa miradi ambayo inaleta pesa kwa taifa. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, ukisoma vile vile bajeti hii utaona kila kitu. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, bajeti lazima ionyeshe vyanzo vya mapato. Na vyanzo vyetu ni kodi, na ni lazima tulipe kodi. Lakini kwa hiyo mapato mengi yanatoka TRA, mapato yasiyo ya kodi ndio vyanzo vingine, mapato kutoka serikali za mitaa, mikopo ya nje na ya ndani, lakini misaada. Kwa hiyo hoja hapa sio mikopo. Kila mtu anakopa, hata sisi wenyewe tunakopana huko mtaani. Tatizo ni tunatumiaje mikopo. Kama tunachukua leo mkopo kama ule wa Uviko 19 na kupeleka miradi majimbo yote Tanzania, nani ana question kuhusu mikopo? Kama tunachukua leo tunajenga daraja la Busisi ama bwawa la Mwalimu Nyerere ama SGR ambaye kila mtu leo anapanda na anafurahia huduma hiyo, ama kufanya bandari yetu ambayo ndio inaleta asilimia kubwa, karibu asilimia 40 ya mapato ya TRA. Kama tunafanya hivyo na tunaendeleza uchumi wetu, nani analeta hoja za kukopa hapa? Sisi ni nchi maskini. Mikopo ni chanzo kikuu na ni muhimu sana. Tukiongeza mapato yetu na siku tukaondokana na hilo, hakuna mtu atataka kukopa. Mheshimiwa Advocate, malizia. Mheshimiwa Naibu Spika, na kushukuru sana kwa nafasi. Nadhani bajeti yetu
imekizi viwango vyote vya kimataifa na sifa kuu za bajeti. Kwa hiyo niongee na Watanzania wenzangu, mwaka huu wa uchaguzi tumchague Dr. Samia kwa kishindo kikubwa sana, na zawadi pekee ni kushiriki kwenye uchaguzi huu mwaka huu. Naamini na watakie na wabunge kila laheri. Mwenyezi Mungu awabariki. Asanteni sana, naunga mkono hoja. Mheshimiwa Mtenga, jiandae Mheshimiwa Mgalu, jiandae Mheshimiwa Dr. Kikoyo.